Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli ya Mteba TV, karibu sana kwenye taarifa zetu za habari ambazo zinapatikana kwenye chaneli yako ya Mteba TV. Kama ni mara ya kwanza kabisa umefika hapa, chaneli inaitwa ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment na kushare au kujabone kwa lugha ya Kifaransa, na utazidi kupata taarifa zaidi kutoka hapa chaneli ya Mteba TV. Naam, leo ni tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka wa 2025, na mimi naitwa ni Mteba, mtangazaji wako nitakayekupa taarifa moto zinazopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na duniani kote kwa ujumla. Lakini kwa sasa bado tunajikita kwenye mapambano kwenye uwanja wa vita na kila ambacho kinachoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu sana ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako ya Mteba TV. Naam, leo tutakwenda kukwambia ukweli wa kila ambacho kinachoendelea sehemu zote ambazo wazalendo walikuwa wameshikilia na sehemu zote ambazo M23 wapo siku ya leo. Ukweli mzima wa Katogota, ukweli mzima wa Kamanyola na ukweli mzima wa pale Luvungi katika siku ya leo, ndugu msikilizaji na mtazamaji kabisa. Mimi naitwa ni Mteba, mtangazaji wako naye kupa taarifa zinazopatikana bado Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, siku ya jana maeneo za Kaziba kumeweza kuonekana vikosi vya M23 wakionekana kwa wingi sana, baadhi yao wakisema kwamba wanarudi nyuma, lakini baadhi yao wakisema kwamba wanajanforce na wanasonga mbele kwenye sehemu mbalimbali za uwanja wa vita. Kama mnavyojua, sisi Mteba TV tunabaki kwanza tunachunguza video hizo ambazo zilikuwa zinatembea sana kwenye mtandao wa kijamii, lakini na mapambano ambayo yaliweza kuripotiwa siku ya juzi. Je, Luvungi kuko wa nani? Ndo maswali ya kila wamoja. Luvungi kuko wa nani? Luvungi, je, kuko M23? Luvungi kuko wazalendo au kuko watu wa aina gani sehemu za Luvungi? Na hata Katogota tena, kumbuka siku 2-3 zilizopita wazalendo walipiga wakashika Katogota, lakini sasa kwa leo tunaenda kuambia kila ambacho kinachoendelea sehemu za Katogota. Ndugu msikilizaji, tumeweza kuungana na wazalendo mbalimbali wakiwemo General Byamungu ambaye anapatikana, alikuwa pale na maeneo zote kwenye mstari wa mbele kabisa kwenye mapambano. Utakwenda kumsikiliza hapa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako ya Mteba TV. Juzi mapambano ambayo yaliendelea sehemu zile za Katogota iliweza kuangukia mikononi mwa wazalendo, lakini kwa sasa tunavyoongea hapa, ndugu msikilizaji na mtazamaji, unaelewa channel ya Mteba TV lazima tukupe kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita na ukweli kabla ya uvumi. Sisi hatutangazaki uvumi, tunatangaza kwanza ukweli kwanza, ndio ambao kipaumbele chetu cha habari. Katogota sasa hivi kuna milikiwa na M23, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, baada ya mapambano makali ya droni. Hizo bomu zote ambazo zilikuwa zinarushwa zilikuwa zinaangukia sehemu za Katogota na wazalendo wakatoka sehemu hizo za Katogota. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, tunapoendelea na taarifa zetu, endelea kusubscribe, utakwenda kujua kile ambacho kinachoendelea. Lakini pia Luvungi, tunavyoongea hapa Luvungi ambapo kila mmoja anapenda kusikia habari za Luvungi. Luvungi kunapatikana M23. Tunakwambia kitu ambacho tunacho na uhakika kabisa, ndugu msikilizaji. Unajua sisi ni wazalendo na pia tunakupa kila ambacho kinachoendelea kwenye uwanja wa vita ambacho kina uhakika mkubwa sana. Luvungi Centre kabisa sasa hivi ni M23 ndio ambao wako pale, baada ya mabomu makubwa, droni ndefu za M23 kuweza kwanza kusambua raia na FARDC. Kwa kweli maeneo hayo droni hizo zimeweza kupiga watu wengi sana Luvungi, na wamekufa sana watu wengi, na hata FARDC sehemu hizo wamepata majeraha makubwa sana, na droni za FARDC zilikuja nyuma, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Na ndio maana wakati mwingi huwa tunabaki hapa tunasema FARDC hawaoneshi ushirikiano wowote, na kwa sasa wazalendo, kwa sasa viongozi wanapambana kwa nguvu zao zote, kwa sababu inaonekana kwamba FARDC kwa kweli hawapigani, wanarudi nyuma,
hawapigani mpaka mabomu ambazo zilikuwa zinarushwa hapo Luvungi. Wengi wao wamekufa sana hapo Luvungi kwa sababu droni hizo ambazo M23 walikuwa wanazitumikisha sehemu hizo. Na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Muteba TV, ni droni ambazo zilikuwa na uwezo, kwanza zina kamera, droni za kisasa ambazo zilikuwa zinapiga mahali ambapo zinalenga. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, kwa hiyo kitu ambacho kilichotokea leo ni kwamba Luvungi imeanguka leo, so jana. Luvungi imeanguka leo mikononi mwa M23. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, baada ya M23 kutoka kwenye kona zote, kutokea kwenye kona zote, ni habari ambazo tunazo na uhakika. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, watu walikimbia sana, wengine wamekimbilia Burundi, wengine wamekimbia sehemu mbalimbali huko, lakini hali ikawa tete na hali ikawa mbaya sehemu hizo. Na tuweze kuambia tu Luvungi, baada ya bomu hizo M23 wameingia bila mapambano. Wamekamata Luvungi kama walivyokamata Bukavu, wamekamata Luvungi kama walivyokamata Goma, wamekamata Luvungi kama walivyokamata sehemu zote ambazo walishawahi kuingia bila mapambano. Sasa na ndio maana watu wengi wanakuwa na wasiwasi, watu wengi wanakuwa kabisa hawaamini tena kabisa jeshi la serikali, kwa sababu wameweza kuachia sehemu hizo za Luvungi bila mapambano yoyote. Lakini ule hawajavuka mto Ruvubu, ule mto Ruvubu bado hawajauvuka, lakini tunavyoongea hapa sehemu hizo sasa hivi kunapatikana M23. Mimi naitwa ni Muteba, naye kupata taarifa hizi za habari katika siku ya leo. Tutakwenda kuungana na viongozi mbalimbali wa kizalendo na pia mawazo ya watu mbalimbali wanaopatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kila ambacho kinachoendelea. Kwa nini sehemu hizo zinakamatwa tu kienyeji? Kwa nini wameingia Luvungi bila mapambano? Kwa nini FARDC wametoka hapo, lakini pia na wanajeshi wa kutoka Burundi walikuwa sehemu hizo? Jambo hili limeweza kuvunja raia wengi sana moyo, ndugu msikilizaji na mtazamaji. Tuungane kwanza na General Byamungu kufatana. Tumeweza kumpigia simu lakini network haikuweza kukaa vizuri, lakini tuweze kusikiliza ujumbe wake ambao wameweza kutoa, na amehakikisha ya kwamba Luvungi tayari M23 lakini wapo. Lakini wasiwasi kubwa imekuja kuangalia sehemu za Sange bado kuna wazalendo, Sange bado kuna wazalendo na ndo wanadhibiti sehemu zote za Sange na kuendelea mpaka Uvira. Hizo habari za kwamba Sange imeanguka sijui Uvira, hapana. Kijiji tu kimoja au Luvungi ni mji ambao kila raia alikuwa anategemea hapo, na kulikuwa mkaba mkali sana, kulikuwa kibambazi ambacho hakikuwa na mchezo pale. Kwa hiyo gisi kimevunjika pale, raia wengi wanakuwa na wasiwasi. Lakini tuweze tu kuambia ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Muteba TV, raia wala msivunjike moyo. Wazalendo wameweza kusema ya kwamba wamerudi nyuma hapo Luvungi kwa sababu ya raia walivyokuwa nakufa na hizo droni, lazima waliachia Luvungi. Lakini wamefunga kibambazi kingine, tutapataja jina mahali ambapo wapo. Lakini tunavyozungumza hapa, vikosi vingine vya FARDC wanakuwa wanaonekana wengine wao wakirudi Uvira. Sasa hivi watu ambao kwa Uvira wanakuwa wanawaona baadhi ya FARDC wakikaminyo zao zikirudi nyuma, lakini pia zaidi ya wanajeshi kutoka Burundi wameongoza huko, zaidi ya magari 30 zikiongezeka huko kwenye front na kwenye uwanja wa vita. Lakini tumaini kubwa lipo la kwamba bado wakongomani wanapambania Kongo. Lakini nguvu ambazo zimetumika maeneo za Luvungi, ndugu msikilizaji na mtazamaji, wametumikisha vijana wa Luvungi ambao tayari, na wanavyotumikisha vijana hawa wa Luvungi ndivyo wanaweza kutumikisha vijana wa Sake, ndivyo wanaweza wakatumikisha vijana wa Bukavu, wa Uvira, ndivyo tena wanaweza kutumikisha vijana hata wa Baraka. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, kwa hiyo inatakiwa kuwa makini sana. Na tuko na baadhi ya watu wameweza kuzungumza mambo mengi, wakasema kwamba kinachochangia ni kwamba M23 wametumikisha nguvu, maarifa mengine au uwezo mwingine ili waweze kukamata sehemu hizo. Unakuta M23 wanakuja kujisalimisha mikononi mwa wazalendo, wanakuja 10. Hizo ni strategy, ni vita ambayo wao wanakuwa nayo.
wanakuja 20 20, wanakuja 30, wanasema kwamba 30 hao sisi tumeshindwa kule kwa M23, tunakuja kujiunga na wazalendo. Sio watu wa kupokea, ndio watu wanaosababisha kutoa taarifa zenu bila kujua. Wanakuja kujiunga na FRDC, ndio wanaokuja kutoa taarifa hivyo bila nyinyi kujua, kwa sababu wanapokuja mnawapokea ni wazalendo wenzetu, mnakaa nao, wanakuwa wanatoa sasa issue zote za uwanja wa vita, kisha baadaye mnaanza kusema kwamba inakuwa namna gani vijana wako namna hii. Kwa hiyo nyinyi wenyewe ndio mnawapokea, tunapowapokea ndio wenyewe wanakuja kuharibisha na kila ambacho kinachoendelea. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, hebu tuweze kumsikiliza General Byamungu kila ambacho ameweza kukizungumza pale kwenye uwanja wa vita, na amehakikisha kabisa pale Luvungi kuko wanani. Hebu tuweze kumsikiliza, tutakuja kurejea kwenye taarifa zetu zingine. Mimi naitwa ni Mteba, mtangazaji wako ambaye anayezidi kukupa uchambuzi na taarifa zetu za habari kupitia kila ambacho kinachoendelea pale kwenye uwanja wa vita. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, na leo tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2025, namba zetu za simu ni alama ya kujumlisha 18593388 hizo ndizo namba zetu za ofisi, na namba hizi unaweza kutuma taarifa popote ulipo, ukiwa Luvungi, ukiwa Sake, ukiwa popote Sange, popote tuma taarifa kila ambacho kinachoendelea. Taarifa hizo tutaweza kuziwakilisha sehemu ambapo watu maalum walipo, na inaweza kafika pia kwenye channel yako ya Mteba TV. Hebu tuweze kuungana kwanza na General hapa atuambie kila ambacho kimeendelea kwenye uwanja wa vita. Mimi naitwa ni Mteba. Mtangazaji, hiyo mambo ni ya ongo. Ndio wanani wa M23 biko Muruvunge hawayavuka ile mtoni wa Rufubu, kama unajua Rufubu. Pale uko Tongo njo kuko Barundi FARDC wa wazalendo njo kwenye wako. Na hivi niko nakwambia ministre deja hapa, niko nakwambia ku Runingu. Je, masasi ingekuwa basha tuvuka kule nani? Ministre angenda Runingu na iko na reunion na wazalendo na FARDC wote pale. Hiyo ni mitandao ya adui. Njo vita vya pili ya mtandao hiyo. Hivi nakwambia kabisa force ya wazalendo iko pale, force ya FARDC iko pale, force ya Barundi iko pale. Wasikudanganye watu, ni biwaki sikia watapiga bombe watu wanakimbia. Ni hivyo tu, wasikudanganye. Unajua mimi sikudanganya, nakwambia tuko sahihi. Habari ndio hiyo tu, mtandao ya bongo. Kifupi ni vipi bwana journaliste? Luvunge iko mkono ya adui, lakini kuanzia pale uko Tongo adui hajavuka hata ile mto ya Rufubu. Kama unafahamu mto Rufubu ile unatoka Sange kale kama mto unaingia mteremko hivi, adui hajavuka pale na sisi tunavuka pale hivi. Nakwambia njoo force zetu zipo na za wazalendo na FARDC na Warundi wanapanua pale kuanzia kule kwa mtoni pa kule jumla ile miti mule yulu hakuna wayavuka pale, wasiseme uongo. Hawayavuka kabisa. Ingekuwa washavuka pale, eske ministre angefika Changi, angefika Runingu? Ni ongo kabisa. Watu wanapenda kwa mitandao ya bongo kwa M23. Na leo tulikamata mwa M23 mmoja, mtoto mmoja kijana mmoja anapiga mangeronadi kwa M23. Mtoto wa Runingu tu. Wanani wa Ruvungi. Watu yao washakimbilia huko, tuko tunawatafuta hivi. Agarso Ruvungi agarso wabaya sana. Wale ni kuwaona ni kuwashughulikia tu. Kuna nyingine. Chote kama Ruvungi kumbe tuko na wadui mule. Kibaya wajeshi wetu wa FARDC kwa kiwaambia huyu bwana ni mbaya Ruvungi, wanakuambia hapana, uko na preve gani? Sio wana preve, lakini na wale sasa ona kama ule papa wale hoteli pale ule waliua juzi Sheki. Anatoka jina kidogo. Nilikuwa na ramo hoteli yake. Anakuwa kunuza makisha kitoa operation kumbi kwa nichima na yapatia M23. C'est ça le problème. Lakini sio na wasiwasi mwingine kama oferta kamatiwa leo wala kesho. Kitu nakuambia bwana mtangazaji, huyo kama sisi ndio tunapewa operation ya route 5. Alexis Dunia ndio anapewa ile operation ya route 5. Na mimi kama vile commandant au 3e wa 3 territoire chargé na operation. Siwezi kuambia ukweli, bitu ya uongo. Hiyo ni ukweli nakwambia. Hakuna adui ashafika Sange wala Bwegera wala wapi. Mimi nakuhakikishia iko Ruvunge. Mto Ruvubu hayaivuka. Mwenda kuambia ni mongo. Itakuwa ni mongo kabisa. Hayafika huko, ni mtandao ya uongo tu. Ndio hivyo ndugu yangu.
na Mtero mfasi moja hata fika nyaka Uvira hata siku moja. Sijui, lakini sijui mtangazaji pale kama walikamata pale ni promo tu ililemewa kwa kuna madrone ndio zitu tunafanya repi. Drone zilianza kuua raia, zinavunja raia miguru, usikie tu usijone. Majorite wa raia walikufa sana na FARDC wakakufa sana, ikabidi tufanye hizo kidogo. Nani drone zetu zilifika nyuma, sasa zilifika zikawashambulia, ndio maana unaona wakachukua nguvu ya kuprogresse. Ndio hivyo kiongozi, ujua hivyo kabisa. Juba litukiza kwa mabilima wapi Mombavu, kwa tutegemei ili tufanye hizo ukweli na kuhamisha ni ukweli. Ndio tukafungia pale sasa, tukasema sasa mtoto kwa mama yake hakuna kuvuka hapo. Usiogope juu hapo. Na ndugu msikizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, huyo ni General Byamungu ambaye tayari tumeweza kuzungumza naye hapa na kuweza kudhibitisha ukweli wa kila ambacho kimeendelea maeneo hayo, maeneo za Luvungi, na mumesikia kila ambacho kinachoendelea sehemu hizo za Luvungi. Tayari Luvungi iko mikononi mwa M23 au AFC M23, na ni jambo mbaya sana ambalo limeweza kuonekana hapo, na mbinu ambazo wanazozitumikisha nafikiri mumeweza kuzisikia walivyokuja sehemu ambazo zilikuwa hawategemei kabisa. Na nafikiri hata raia wema siku mbili tatu zilizopita waliweza kusema namna hiyo ya kwamba kuna wengi wako sehemu hizo. Kwa hiyo gisi Luvungi imeweza kuanguka, tunaweza kusubiria tuone kile ambacho kinachoendelea. Lakini drone zingine za FARDC zimeweza kuja sasa na kuanza kushambulia M23 sehemu hizo zote, na ndio maana wameweza kusimama. Lakini lengo lao sana lilikuwa wakamate Luvungi. Luvungi ni mji mkubwa sana ambao ni mji ambao ulikuwa ni mji wa maana sana, kwa sababu mji huo ndio penye palikuwa kambi kubwa sana, kubwa za wazalendo, palikuwa kambi kubwa za FARDC, na kulikuwa kambi kubwa, na ndio mji ambao hata umeme ulikuwepo, maisha ikiendelea. Lakini kwa sasa wamefika pale, na tumeweza kuona video ambazo M23 wameweza kufanya pale Luvungi, wakisema kwamba angalia gisi Luvungi palivyo ni na nini. Kwa hiyo ndugu msikilizaji na mtazamaji, taarifa zetu ambazo tumeweza kukuletea katika siku ya leo, mimi naitwa ni Mteba, lakini pia tuweze kuwapa raia wote pole sana wa Luvungi ambao wamekimbilia Burundi na ambao wamekimbilia sehemu mbalimbali, ya kwamba lazima kila kitu kitakuwa sawa tu ndugu msikilizaji na mtazamaji, kwa sababu najua watu wanakufia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini na wengine ambao wako Uvira mwache kujipanic, mwache kupanic, kwa sababu mnaona wanajeshi wakiwa wanarudi moja sehemu hizo, lakini mwache kupaniki, na Uvira haiwezi ikaanguka kamwe ndugu msikilizaji na mtazamaji. Wengi ndio wamevunjika moyo wakisema kwamba gisi Luvungi imeweza kuanguka, muda sio mrefu Uvira itaanguka, lakini ni kitu ambacho bado hakijakuwa karibu kabisa, kwa sababu wazalendo bado wanapambana kwa nguvu zao. Na Luvungi vikosi vilikuwepo, na mpaka sasa maiti ni nyingi sana barabarani na wengi maporini, wengine wanaanza kuzikwa sehemu hizo. Lakini tuambie tu kwamba Luvungi imekamatwa bila mapambano. Luvungi wamekamata bila mtutu wa risasi. Umesikia General alivyozungumza kwamba wamejiepusha kwa sababu raia walikuwa nakufa sana sehemu hizo. Ndugu msikizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, mimi ni Mteba naye zidi kukupa taarifa moto za habari, na tutakutana tena kwenye uchambuzi wa kila ambacho kinachoendelea ndugu msikilizaji na mtazamaji. Baada ya taarifa hii kupanda, kutakuwa taarifa zingine zitapanda hapa za uchambuzi, tukiwa tunajiunga na watu mbalimbali ambao wanatoa mawazo yao ya michango kuhusu vita inayoendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi sina la ziada kabisa. Kama ni mara ya kwanza umefika hapa, endelea kusubscribe, like, comment na kushare kwa watu wengine. Utazidi kupata taarifa zaidi kutoka hapa channel ya Mteba TV. Ciao. Thank you.